unaona kama walisema consommer dokade kama kukosea. Hapana kosea. Wakati unatwanga hivyo unaanza kufungura masoro. Unafungura masoro. Mungu asifiwe kwa kuwa Vladimir walileta. Kweli. Unaona mtu kunakuwa natoka mkazi hata kunywa. Ulishakia na choka mafebrese yote na mafebri. Na wakati unakunya wengine vimapombe vya whisky havita kusaidia kitu lakini kikunya inafungura masoro leta tano wewe. Oh Vladimir. Wakati uko unapiga hapo unapiga pole pole spasole chupa ya Vladimir hii. Unaona mimi niko napenda kwanza ni changi. Fulichangi. Ni changi. Nini? Ndakunywa pombe zote hapana pombe. Na ni pombe zote za Vladimir. Siteli. Wewe usijuake. Bwana mimi nilikuwa najua pombe mbili mu Vladimir. Uko ulishaka ongezeka zingine. Nilikuwa na gamu zingine na musi na uko sous informé. Nani Vladimir wenyewe tuletee. Kiko kwanza hii. Primus. Hii maana yake nini? Primus. Kiko Martina. Sipere voki. Petit à quartier. Muziki. Alafu kwa bacha kichacheli manake vinaendelea. Kichacheli. Manake ziliko tano. Chunga baba naona kereka boy. Ewa. Hata mimi kawaida. Hauko boy na unaacha nywele sababu ya shii. Kuko pombe. Angalia ikinikamata ndakutumana nitore mama. Ule mama mwenyewe nakunja mikono iko na adabu. Utanitore mama. Kwako. Bwana mimi niko na regret. Hapana regret, niko na regret. Kuona viana vinajaribisha kukunywa mapombe ya makali. Na wazee nao wanajaribisha kukunywa pombe ya makali. Mama wanajaribisha manake monde yote najaribisha kukunywa mapombe ya nje. Huko naona nakuwa nakunywa mama Burundi, anakunywa Makenya, Maburaya. Unaona? Hawayui maana ya hii premise ndo maana. Ingelikuwa na hiyo maana hii premise kama wanakuwa wanapenda sasa vile. Sasa angilili sikukate. Unaona wakati niko nakunywa ile pombe ya radi ya Burundi. Tukani nilikuwa nazoea sana kugonja radi. Chunga nikwambie. Amibi. Wewe sasa vile wewe huko nakunywa primus na hiyo maana yayo. Primus? Hata nilikuwa inyore. Hiyo maana hiyo utaipenda. Kweli? Unaona wanaandika chunga na mimi nilikuwa naangalia unaona primus. Prenez régulièrement et intelligemment cette mousse utile à la santé. Cette mousse est utile à la santé. Atokwe na gonja malaria, atokwe na gonja kifukunyu, kikunywa hivyo haina problem. Na tifoide. Kweli. Wakati mtu anagonja fever tifoide sasa. Angalia huko natuma naweza kunywa pole pole. Sikiani bwana. Inawezekana ni pombe ya mzuri sana. Kabasi ndio kujua. Hapana inawezekana nini? Iko pombe ya mzuri. Wakati mnakwambia iko utile à la santé, maana yake unaweza maana ya kinyume yayo. Shambani inasomekana kimbele na kinyume. Unaona kinyume yayo. Inasomeka kimbele na kinyume. Maana yake unaenda hapo na unakwenda yote tena iko na maana tena moja. Moja tena. Sans union de cette mousse impossible de résoudre le problème. Sans union de cette mousse impossible de résoudre le problème. Na kama unaona kama hautakunywa primus unakunywa hata muziki. Agilili wewe. Baba yangu wewe. Mulisha zoea Vladimir. Jua nini Vladimir sibaletea kidogo ya muziki. Maana kila muziki nayo kidogo iko na kidogo yayo. Sasa mapili nayo iliko na mrega gani? Zidi wewe ndio unakuwa karibu sana pale. Agilili wewe. Leo niko na nao mpisini. Pisini? Ndanawa leo mpisini. Bata nogire sasa hivi. Lakini wewe unakuwa kainyura sana. Ndio vile ukiona mwenyewe kuna kunywa pombe makali. Hebu nipiga hiyo kopi ndakia sana. Haki Mungu. Mafuta. Mimi naomba ule mzee nani mzee nani ule mzee ule unajua ule kule ina Kiromoni ule. Kuanzia leo. Bwana karibu sana. Asante sana. Vraiment karibu sana. Na kitu bali jawaambia kibora. Mko bado ya nguvu. Na mtu mwenye kusoma atumisha nguvu zake. Na gisi na baona gisi mko kuanzia kwa ndugu hapa Chris. Naona mpaka huko kwa Richard naona ni watu wazima. Mission mimi nawaitia mimi. Hakuna kazi tu hapa. Krize iko Uvira. Ndiyo. Na hatuna gisi ya kujileta Uvira Uvira. Cha kufanya ni kitu gani tutafanya? Tutumie nini? Simone ulizi bisha kwa tu wazi kaka. Mimi sitaki nikwambia mingi na nikokote vya konde na huko. C'est ça. Pro
franga zinakuwa kwa kichwa. Franga hazikuwa kimfuko, wala zikuwa kimkonti, franga zikuwa kichwa. Kama kichwa kinatumika bien, lari inaingia. Zitakuwa mkichwa. Lakini Mr. Mark, tulitaka tujue wazi. Juu vyote vinyoko nasema zinakuwa mkichwa. Tunajua vile franga iko mkichwa. Juu akili ndio franga. Okay. Sasa utuambie wazi unatumaanishia nini? Kapiko entreprise tujue. Ai. Sasa. Mwanaume, nafikiri sio kitu cha kwa maisha kichwa hivi. Mimi na yule mkubwa. Pigwa shilingi boga tumia mashini msipo wanatumika na nguvu, wanapata magari. Frank baluza gari hapa juzi na sababu jinaki. Frank shasema. Okay. Uko kushusha Frank, sije kwa mwili kutumika napata makuta hivi. Ndio una block gari inaingia. Nguvu tuko nazo. Leo kutupatie mafasi mkubwa tunakosa shehe. Frank ni connection. Hakuna problem. Ndugu yangu nani? Robi. Kitu nyingine niomba niwaambie wazi. Sasa Chris, nafikiri hapa wewe ndio mkuu ongeza. Frank. Yeah. Frank. Yeah. Isikie. Kitu tunataka tufanye hapa, utakuwa amezile kusiporte makaprisi na maproblemu yatupata. Tuambie jisikie. Wewe tuambie, tutuambie. Wewe tuambie. Tusikie kwanza. Tayari. Lazima tuweke wazi bwana. Acha niongee. Tuambie. Ewa. Franga ziko Uvira. Hata atasema kama kwa Chris ni kwa franga Uvira. Tuzioni. Afile ni. Sasa hiyo. Bwana. Tunafanya kazi ya kufrapela. Ndio dili hiyo. No. Tuulizane kwanza kufrapela. Hautaenda frapela au utaikutana iko quelque part na. Ama tutazitengeneza. Kama ni kutengeneza mtoto wake kama wanatengenezaka na sisi tuanze kutengeneza. Nyumba mtu baba. Okay. Nataka kuwa wazi kwa nini? Nimefanya kazi sana na jamaa wako Nigeria, wako South Africa, wako nini. Wizi wetu sisi wa kuua mtu. Hatuui mtu, hatunigi mtu, hatupigani na mtu. Ila tunatumia ile wazungu wanaita common sense. Baba hapo sawa. Sawa. Yaani ni kichwa. Hapo tunaweza. Sio mwili mkubwa au nini, lakini kuwa mjanja. Akili. Sasa kwa hiyo Chris, ningeomba tufanye kitu kimoja, tumalizie kwa neno moja fupi. Watu wawe tayari. Yeah, kama nilivyokuwa nawaambia. Nimefanya kazi sana na vijana South Africa, Lagos, na Nairobi. Na hii kazi inalipa. Hii kazi ina utajiri. Lakini unatumia akili kama nilivyosema. Sio kazi ya kukurupuka. Sio kazi tu unakuja nataka kanoma na brother Mark alikuwa anachagua na kuangalia. Baba, lude unadami na tu, watu na tu, utafanya na lude na tu baba yangu. Hii ndio kazi yetu tunapata sasa, ndio mwanzo kwanza maisha hapa. Na mimi kwa nani? Sasa Messi. Wapatie kazi. Okay. Tuko nafaa tukitoka hapo tunaenda kala kijani ligala kazi baba. Sawa. Sasa mkuu, tutaingia mkazi hatuna vifaa. Sikia. Kila kitu kinakuwa na plan d'action yake. Il faut défense, protection na kutengenezea mazingira. Hiyo kazi yaisie. Kama tuko tumuitike na kukubaliane kama tutafanya kazi. Kama vile viko sisi tuko tutafuta hapa ni franga. Franga ndio mtu. Kama mwa dunia hauna franga na peti yako mwenye na kufuata wa moja na kudharau. Jirani rafiki atakudharau jua una nini? Hauna mwiko. Ndio wale tutakutana ni sio nyumba. Simuona kama mazingira yanaenea hii nyumba inaenea kwako na kila kitu. Sio kama ni viti tu. Ni nyumba ya mfeli. Dili. Niko nyumba yangu mimi ya kuzoni. Ni hapa nilipauza nikapajenga juu nikaenda papili. Ndio maana bibi yangu hawezi kala. Wanamke wanaongea sifa pitu tunaona la. Mfeli ni nini? Inawasire après 3 mois kile tuko na gari. Merci beaucoup. Mkode zetu tuko nazo. Merci beaucoup. Niko tu pale ni hiki. Hamna problem. Kesho kila mtu ajikaze sana alamukie hapa. Tutaenda kwa mzee wangu mmoja ambao tutawaconnecte tuwe kitu hiki. Robi, nafikiri unanielewa pale. Hapo kabisa nakupata. Si kama mko tayari tufanye kazi.
ni affaire hivi. Nataka tufanye politiki moja kumkula dada Bijou Frank. Bwana akasha mpatia magazeti ya pimba sana, lakini pamoja na hilo nataka niambie hivi. Baba. Afanye tufanye hivi. Frank. Nafikiri nataka kutumani kwa dada Bijou. Bijou. Utafanya kitu gani kwa Bijou? Utaenda na kakoli kadogo. Utaplanifia mabiju, utapona mabiju bimoa hivi. Okay. Utapona kisha tutalitia ndani kale kakoli. Sofu mea oh. Ni madogo bwana. Okay. Kisha mimi nitakutumana pale. Alafu pale utafanya nini? Nitakupigia simu. Nampigia Bijou simu. Sasa tuko na Chris, Bob, staff yote itakuwa pale. Ni wewe ndio utaenda. Oui. Sawa. Sasa utaenda utamwambia kama mimi nitamwambia kama nakutumana na mzigo. Aniuzishie mulongo kubali ba mabijuteri ya oro. Kisha pale sasa nakwambia vile utaenda. Kisha mimi ndaongea naye. Naambia kwamba umwachie mzigo akupatie $2500. Kisha unamwachia mzigo kisha kwambia ndaanza na kuchora. Nafikiri pale nafikiri nakushifaa ya maana. Ni hapo sawa kabisa. Baada ya hapo sorry. Na intervenir nilikuwa naoga. Nadhani ameshaelewa. Inshallah. Mimi tulifuata Siko serious kabisa. Hiyo nyingine kukuchora ni hataki fika kule panike nini villageois. Usijifanye VIP sana pale. Pardon sana pale hatuna jikaze sana. Bila Kiswahili ya kule watu wa kule bana pa. Kuna kama kabila gani? Ndio sisi. Mtoto kaka dada wananitumana nikie kuona kama mimi niko ndugu yako. Usisema vile kaka dada samahani mimi wananitumana nikwambie kama uko mzigo ulitoka kunyumba. Baada ya pale waliniambia nikuachie mzigo sio nipatie mimi $500 nimragulie Afanye njoo hiyo sasa. Ni hapa ndio kwa Diana. Hatutaki kukawia sana sababu ikiwa basi watu ndio kwa. Sasa kitu utafanya wewe kwa Diana. Kodi yote ushapata. Mzigo kwa pale. Sasa vitu vikwe hii mzigo usiitike akitaka fungula unamwambia unajua kama hii mabora inakukanda na vitu meungua na confiance anaenda fungula kidogo tu anamwonyesha sawa. Kama njoo hivyo uchikaze sana paske uko tushap ni operation ya haraka sana. Na pale ni deal ya TikTok. Sawa, ni TikTok. Akitaka fungula unamwonyesha msasheti. Anafungula kidogo. Sawa, kisha tena anafungula. Mbona mwambie uko wale vijisi wa tamu. Lakini mireke tuko nayo. Oui, alors, ni Diana pale? Halo, ni Diana pale?
Bukavu? Niko Uvira. Naitwa Make. Niko Misisi hapa, niko Misisi. Wao Misisi? Ndio. Sasa dada yangu nilikuwa penda unisaidie kitu kimoja hiki. Tuko mzigo mimi natumana hapo Uvira. $5 ya oro, unisaidie sana dada yangu. Unisaidie vraiment. Sioni mtu wa confiance naweza nikamtumia hii mzigo. Uko proche sana na mwanamke unapaswa kuwa na secret. Ulikali sana mtumana na yeye ukoli. Utajikaza tu sana umuoneshe pia atauzishia. Ni kaka tu mwa ashafika Uvira mimi anakosa fasi gari pepeko marshandizi ya oro. Sasa unasema utatuma oro? $5. Niko hapa tunamsubiria. Huyu jamaa yuko hapa tu mulongo. Nafikiri hata nimpatie address ya pale. Akifika pale basi nitakuuliza tena baada ya nusu saa kama sawa, kuna shida. Kama tu ndakuwa na faida ndani, wewe mwambie tu akuye kwa saa yote atanikuta hapa. Okay, no, wewe hautaiuza. Utamuuza pana nauzisha na muelekea nisimwamini naye. Jamaa anapenda sana ni bandi. Na kila nataka ni na sisi ni wachuruzi. Ifo nifanye zile yenye ndapata hemo kidogo. Basi. Kwa hiyo unajua kama ni mtu anatoka mapori lakini kama utamshia hata kumuuzia hata kanyama ndugu ya dada yangu. Okay, merci basi. Acha tu ni localization nimpatie address yao. Sawa. Ajabu. Pardon. Akifika namwambia kwa mzigo mimi. Niko napenda nivuke Bujumbura kwa nenda uza. Hii $5 kama ni $4000, mais unipatie kwanza $1500.